La kwanza, do we want to do this workshop again next year? la kwanza, tunataka turudie tena workshop ya pili mwakani Mungu akitaka. You might say, this is a waste of time. Mnaweza kusema hapana, tumechosha, mnatuchosha tu. I want to be very open. Nataka tuwe wazi jamani. We have to ask ourselves and discuss these Ni things. lazima kila mmoja wetu aujiulize swali. What did we do well this year? Jamani, vitu gani tutakavyovifanya vizuri mwaka huu? What did we not do well and Na need to hivyo improve? tujiulize vitu gani tutakavyoshindwa kufanya vizuri mwaka huu ili mwakani tuweze kurekebisha. I want to hear from you. Nataka mniambie yote. I want to develop a strong, good working relationship between us. Nataka jamani tuweze kuwa na timu wote, ninyi na sisi, timu yenye nguvu ya uinjilisti, So that we can all help each other to awaken all the churches in Dar es Salaam. ili tuweze kusaidiana kama mlivyosoma katika ripoti yenu, kuyaamsha yote makanisa katika jiji letu. I want to help start the fire of evangelism among our brethren. Nataka kuwasha moto ya uinjilisti uendelee kwa nguvu katika Dar es Salaam. I want to push the New Testament gospel to every corner of the city. Nisukume jamani habari njema, injili ya habari njema katika kona zote za Dar es Salaam. I want churches over there, churches over there, churches over there, churches over there. Nataka kusanyiko pale, na lingine pale, na lingine pale, na lingine huko. I want to see churches in Mtwara and Tanga. Nataka kuona makanisa yale Mtwara, Tanga, kote sehemu. Strong churches of Christ Makanisa yenye nguvu yanafanya kazi kama hiyo, so that all the churches in Tanzania can be blessed. ili makanisa yote ya Tanzania yaweze kufanikiwa. I want to close, Nataka kwa kumalizia, but I want you to imagine nataka sasa muwe mnafikiria mawazo. in 5 years, Mufikirie sasa, fikiria miaka 5, in 5, 10 years, miaka 10. where will the church in Dar es Salaam be in 5 years? Miaka 5, miaka 10, kanisa la Dar es Salaam litakuwa wapi? Where will the Litakuwa church in wapi? Dar es Salaam be in 10 years, in 20 years? Miaka 10, miaka 20. Do we want to plant churches in Mtwara and more, have churches everywhere? Tunahitaji kote Pwani yote, Mtwara, Lindi, sehemu yote kuanzisha makusanyiko. If we want to see strong churches in 20 years, we have to start the work today. Kama tunataka kuwa na makusanyiko yenye nguvu, lazima tuanze kazi kwa umakini, kwa serious leo. It is time for all of us to wake up, Wote lazima tuamuke, to join hands together, tuungane kwa pamoja, and let us go to the work of the Lord in this city. na tuweze tupeleke Bwana, tumuuze Bwana katika kila sehemu ya mji. May God bless you all in Jesus' name. Mungu atubariki katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tunapenda kuwasha moto injili Dar es Salaam. Hallelujah. We are going to put on fire in Dar es Salaam. Dar es Salaam fire, fire. Stop. Mavuno ni mengi shambani, wavunani wachache sana. Enyi vijana wa Yesu, twendeni shambani.
tuingie kwenye kile kilichotuleta hapa. Mwalimu karibu. Tutatumia tafsiri nao wengi good morning, everybody. Habari ya asubuhi. I would like the public address system, the speaker facing outward to be closed, to be switched off. I only need the one that is inside. Angetamani kama kuna vipaza sauti vinapeleka sauti nje vizimwe ili sauti baki ndani. It's a very simple process, just pull off. Anasema ni mchakato rahisi sana, wewe chomoa tu sauti siende nje. First of all, my name is Dr. Mike Udam. I deliberately invoked that title so that I can tell you a short story. Jina lake ni Michael Udam, Dr. Michael Udam. I am a school teacher, a vice principal. Yeye ni mwalimu wa shule, school teacher? The school teacher. Ni mwalimu wa kawaida kabisa wa shuleni. And a vice principal. And? Vice principal. Na ni mkuu msaidizi wa shule. And I know classroom management. Na anajua namna ya kuongoza madarasa. I will not need any gap on this class. So the class has to be filled in front, filled everywhere, thick, so that we can have a thorough class. Kwa sababu anajua kusimamia darasa, hataki kuona mapengo katika viti, anataka madarasa viti vyote vijae. I want to thank Brother Chad. Nataka nimshukuru ndugu Chad for facilitating my coming to. Kwa kuwezesha ujio wangu hapa. I am supposed to introduce the team and do what is called thematic analysis. Na nilitakiwa nitambulishe timu yetu na kuielezea. I would like the board to be brought somewhere here. Na angehitaji ubao usogee hapa ili afanye uchambuzi wa timu. We are starting a very rigorous training. A very rigorous training that we're going to have now. Yeah. We are going to have a rigorous training, a very tough training. Tutakuwa na mafunzo yenye nguvu. Kiingereza cha Nigeria, naomba msishangae. I can understand, you know. When a black man is speaking English, mtu mweusi anapokuwa anazungumza Kiingereza na mwenzake mtu mweusi ndo anapeleka kwa both of us have different accents. Kwa sababu tuna lafudhi tofauti, kwa hiyo tuna and so it sometimes can be difficult. Kwa hiyo inaweza ikaleta ugumu wakati fulani. When I was in Kenya, na alipokuwa Kenya, and I said God, na aliposema hivyo, and the interpreter listened, he didn't hear well. He thought that it was to catch somebody. Akasema hajasikia vizuri, alafu akafanya kitu kingine. What I was talking about was this one. Alikuwa anazungumzia kati ya kukata. So he now said get. I said, oh sorry. Yeye akafikiri anasema get kwa maana ya kamata. He thought it was this one. Okay, cut. Okay. He thought it was this one. Fikiri ni ya kukamata ama kushika. I was talking about this one. Ilikuwa ni ya kukata. So you see, its accent, our accent may be different. Lafudhi inakuwa tofauti. I want to tell you a little story about myself. Ndugu Mike anataka kuwapa story kidogo kuhusu maisha yake. The purpose of the story is to let you know that the church starts growing from yourself. Na kusudi la kukupa hadithi hii ya maisha yake ni ili uweze kujua kwamba kanisa linaanza kukua kwanza ndani yako. The church starts growing from yourself. Linaanzia kukua ndani yako kwanza. And if you don't grow, na kama wewe haukui, the church will not grow. Basi usitarajie kanisa kukua. And the church cannot grow above you if you are the preacher. Na kanisa haliwezi likakua zaidi ya ulivyo wewe mhubiri. And so today, na leo kwa hiyo we are gathered here to talk about evangelism in the 21st century. Tumekusanyika hapa kuzungumzia uinjilisti katika karne ya 21. Like he said, like Brother Chad said, na kama ndugu Chad alivyosema, in Nigeria, kwao Nigeria, one animal called snake
kuna mnyama anaitwa nyoka. Said the snake said it is not angry with the one that hit it with a stick to kill it. What did it say? The snake said it is not angry with the one that used a stick to hit it. Nyoka alisema kwamba yeye hamkasiriki yule anaishika fimbo kumuua. But it is angry with the one that raised the alarm, that's his snake. Lakini nyoka anamkasirikia yule anayepaza sauti kusema nimemwona nyoka. I will repeat it so that you can understand, in case you don't understand. The snake, you know snake, right? Nyoka The mnamjua. snake says it is not angry with the one that carried the stick and hit it. Hamkasiriki But yule it's anaishika angry fimbo with the one that kumuua. raised the alarm. Lakini anamkasirikia yule anayepaza sauti. Because if there was no alarm, Kwa sababu kama kusingekuwa na kelele kuhusu yeye kuonekana, it would have passed quietly and angepita zake kimya kimya na kuondoka. the death of the snake is the result of the alarm. Kwa hiyo kifo cha nyoka kinatokana na kelele iliyopigwa. So Chadwana is the one that have raised the alarm. Kwa hiyo ndugu Chadwag na yeye ndo alipaza sauti. And the alarm you have raised that Mike, come over to Tanzania. My brothers there are Na sleeping. sauti Wake them aliyotoa up. ni Mike, ungana na mimi twende Tanzania. Wake them up. Twende tuamshe. And you know that nobody is comfortable when somebody waking you up. Na mnajua kwamba hakuna anayefurahia kuamshwa When you are enjoying sleep wakati unafurahia usingizi and wako somebody come and tap you, na mtu anafika na anakushtua. sometimes you wake up and look at the person. Utafumbua macho na You will be mwangalia. angry with the person. Unamkasirikia mtu huyo. Even in the church, sometimes when you are sleeping, somebody tap you. Na hata makanisani open your ukiwa eyes and say, unasinzia I'm zako not mtu sleeping. anakuamsha unanuna. You open your eyes and say, I'm not sleeping. Unamwangalia tu unasema mimi silali Meanwhile, you bwana. were sleeping. Wakati kweli ulikuwa ukilala. Meanwhile, you were sleeping. Meanwhile, you were sleeping. Meanwhile, you were sleeping. When they tap you, yes, I said it. oh, you said it already. Yeah. When I repeat it again. Unasema sijalala mimi wakati kweli ulikuwa ukilala. I'm going to write my name on the board Nitaandika jina langu baoni, and put a circle after the name. jina lake hilo, na analizungushia duara. I want you to pay attention to this circle. Anasema muangalie, mzingatie sana hili duara. Kutoka katika duara hili ni mume. Is the husband to that woman there, Alice. Huyu Mike Udam ni mume wa Alice. Lakini pia Mike Udam ni baba. And is the father to 3 children. Baba wa watoto watatu. Are you following? Tunaelewana? Mike Udam ni mhubiri. It's 270. Ni mhubiri wa Is a kusanyiko preacher of 270 lenye members. watu 270 katika kijiji. Ni mtaalamu wa kompyuta. Put it well, technician. I repair computer. Ni mtaalamu wa kompyuta. Fundi wa kompyuta. Lakini pia ana shahada ya uzamivu, si ndio? Shahada ya uzamivu katika elimu na sayansi ya I kompyuta. have a PhD in education in cloud computing. That is the ability to communicate educational knowledge using the ICT tools. Na hii inampa uwezo wa kuwasiliana na watu kwa kutumia kompyuta. Lakini pia huyu Mike Udam ni mkurugenzi wa WBS warsha kuu kwa miaka WBS. ni mkurugenzi wa WBS warsha kuu kwa miaka 10 sasa.
utaalamu wake. Lakini pia ni missionary kwa Kenya, Sierra Leone na Guinea. Are you seeing something? Naona kitu As I'm leaving here on the 9th, I'm going to Sierra Leone on the 11th to return on the 22th. Akitoka hapa anaenda Sierra Leone ambapo atatoka saa 22. Let's stop here for 1 minute. Hebu tusimame hapa kwa dakika moja. One person. One person. Mtu mmoja. Surprise? Unashangaa? Surprise? Unashangaa? Don't be surprised. Msishangae. Don't be surprised. Msishangae. I will show you one more that I've not added. Nitawaonyesha jambo lingine moja ambalo sijaliweka hapa. Anafanya kama mzungumzaji katika Mwalimu Leadership ni nini? Now, why have I spent my time? Kwa nini ametumia muda wake kufanya haya? Why have I spent my time to write this on the board? Kwa nini ametumia muda wake kuandika haya yote ubaoni? Is to tell you Ni kuambia that no matter what you are in this life, ni kuambia kwamba haijalishi wewe ni nani katika maisha haya. God Mungu and His work, Mungu na kazi yake number one. ndio namba moja. Are we together? I cannot give excuse. Siwezi kutoa sababu yoyote. I cannot give excuse. Siwezi kutoa sababu yoyote. I cannot give excuse Siwezi kutoa sababu yoyote not to grow the church ya kutokulikuza kanisa with my knowledge. kwa sababu ya ujuzi wake alionao. Are we together? Tuko pamoja? Are we together? Tuko pamoja? And why I am telling you is because sometimes we used to think that preachers are poor people. Anawaambia haya kwa sababu wakati mwingine tunakuwa tunafikiri kwamba wahubiri ni watu duni. Remove that from your mind. Ondoa haya kichwani mwako. Anybody that works for God, God will work for the person. Mtu yeyote anayeamua kumfanyia Mungu kazi, Mungu ndiye atafanya kazi katika. Anybody that works for God, God will do what? Work for the person. Wewe ukiamua kumfanyia Mungu As our labor in the Lord is not in vain. na kazi yetu katika Bwana si bure. Hebrews chapter 6 verse 10. God is not unjust to forget your labor of love. Andiko hilo ni kwamba Mungu Mungu hawezi kusahau. And 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians 15:58. Na Wakorintho wa He kwanza said we should continue to walk in His vineyard. 1 Corinthians 15:58. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 15, That we should continue to walk in His vineyard, kama tukiendelea kutumikia knowing that our labor in the Lord is not in vain. tunajua kwamba kazi Now, yetu. I started this story with you Nilianza story hii na mimi to tell you that kuambia kwamba I am a multitasking individual. kwamba yeye anafanya shughuli nyingi, But lakini I am serious with God's work. niko makini sana na kazi ya Mungu. Now, Sasa to help you, kuwasaidia mwaka 2013 I got to a village to go and become their preacher. alienda katika kijiji fulani I met 22 members. akatengeneza washirika 22 members. 22. 2024, 2024
Wamefika We have 270 members. wamefika 270 katika kusanyiko hili. Even inclusive of this fellowship. Kwa pamoja na ushirika. The church moved from 22 to 270. Kanisa lilitoka kutoka 22 kwenda 270. Now let me explain this to you why I'm starting the discussion from this angle. Na unaweza kuona kwa nini tulianzia. There are so many people in the church that says God is not interested in numbers. Kama kwa nini? There are so many people in the church that say God is not interested in numbers. Watu wengi ndani ya kanisa wanasema kwamba Mungu hajali sana idadi. And they argue Na that, wanabishana kwamba that if the church is doing well in terms of purity, kwamba akikufundisha vizuri katika it's better than having a large population of people. ukiwa wachache ambao ni wasafi ni bora kuliko kuwa na watu wengi. If you are not careful, Kama hautakuwa makini, you may think that they are right. unaweza ukazani wako sahihi. If God is not interested in numbers, Kama kweli Mungu hajali idadi ya watu, we started seeing numbers in Acts chapter 2. tulianza kuona idadi ya watu. The Bible says on the day of Pentecost, 3,000. Kwamba siku ya Pentekoste watu 3,000. In Acts chapter 4, we hear that there were 5,000. Sura ya 4 tunasikia 5,000. In Acts chapter 5, the Bible will change the word. The Bible now says there were multitude. Katika sura ya 5 Biblia inabadilisha kauli nasema Interested in growth. Kwa hiyo Mungu anajali. And growth can be both quantitative and qualitative. Mungu anajali sana ukuaji. Ukuaji unaweza kawa katika And so, if you are leading a congregation kama unaanzisha kusanyiko and you make 22 members, na ukatengeneza wa and after 5 years, na baada ya miaka 5 you are at 27. bado una 27, It means statistically, inamaanisha you kabisa added one member kwamba umeongeza the year. mshirika mmoja, That is in the whole year. kwamba katika mwaka mzima Your evangelism effort katika na juhudi zako zote from January to December kuanzia Januari mpaka Desemba brought one soul. umeokoa roho moja tu. That's the meaning. Kwa maana yake Brethren, it's sad. inasikitisha ndugu zangu, It's sad. inasikitisha. And so, who are those to change the game? Nani anatakiwa abadilishe hali hii? You and me. Ni wewe na mimi. It goes beyond wearing a good t-shirt. I don't know. If God, It goes beyond wearing a good shirt. okay, ni zaidi ya kupendeza kama tulivyopendeza. It goes beyond that. Ni zaidi Now ya let's do something. Because when we talk about evangelism in the 21st century, right? I want to show you what we are going to learn in this training. We're going to do something practical right now. tunaposema uinjilisti wa karne ya If you have an Android phone, raise it up. Raise your phone up. mwalimu anataka You have an kutuonyesha Android kitu phone? gani utakwenda kufanya. That is connected to the internet. Una simu hii ya kisasa, If you have an Android phone nyosha that is mkono connected to the uonyeshe. internet, raise it up. Ama nyosha kidole kama una It's simu. okay. Bring it down. Shusha mkono If wako. you have an Android phone that has WhatsApp on it, raise Kama it una up. simu hiyo na ina WhatsApp ndani yake, nyosha mkono. Okay. Bring it down. Shusha mkono. Do you know that we can preach to 1 million people in less than 5 minutes? Hivi unajua kwamba sisi tunaweza tukawafikia watu milioni 1 Don't ndani ya forget dakika that 5. we can preach to 1 million persons Sisi wote in tuliokuwa less than 5 minutes. tunaweza kuwahubiria watu milioni 1 chini ya dakika 5. Should I prove my point? Yameeleweka Should I prove the point? na nataka Now let me show you how it works. We are going to do practical. We will do it here. Sasa ngoja waonyeshe na inafanya kazi kwa sababu tunafanya kwa vitendo. Brethren, Ndugu zangu, like Brother John Wagner said, we are going to talk about tools. ndugu Chadi alisema hapa tunazungumzia nyenzo. In the 21st century, it is difficult to get the people to preach to them directly. Katika karne ya 21 ni kibiblia Preaching directly is a little bit possible in rural areas. It's easier. kuwafundisha moja kwa moja In the urban inawezekana. sector, everybody seems to be busy and looking for money. Watu wako busy wanatafuta pesa. And that's why churches have decided to go to sleep. Na ndio maana makanisa yakaamua zake kulala. Unknown to churches that if the people have moved to this area as a
church, you move to that area. Makanisa yanatakiwa yajue kwamba watu wakihamia huku na nyinyi mnahama nao. So let's do small practical now. Sasa tufanye kwa vitendo. My name is Mike Kuda. Jina langu ni Mike Kuda. I write gospel messages 3 times every week. Anaandika jumbe za injili mara 3 kwa wiki. What's your name? Justin. Justin. You write J. What's your name? Joseph. You write Joseph. Kuna Justin, kuna Joseph. Joseph again. Oh, yeah. Okay. Ndiye mwingine Joseph. Let me change. Yes, you. Boaz. Boaz B. Jack. Your name? Samson. S. Okay, you? Hello. R. Okay, let's just stop. I'll still put on that and don't worry. Now, stand up. Mama. Where are you from? Natokea wapi? Okay. Now, this brother Huyo ndugu belongs to 13 WhatsApp group. Huyu ndugu yuko katika makundi 13 ya WhatsApp. You belong to several WhatsApp groups, not so. I am just assuming that they are 13. They may be more than 13. Kwamba ndugu anaweza kawa yuko katika makundi ya WhatsApp, makundi 13 ya WhatsApp. Your secondary school old boys, Watoto so wake many other people in your WhatsApp group. Are we together? watoto wake ambao wako sekondari Different WhatsApp group that you belong to. That is, I am assuming he belongs to different WhatsApp group. yeye anakisia kwamba unaweza kawa katika makundi hayo ya WhatsApp ili aweze kufundisha. And he belongs to 13. This brother S belongs to 12. Samson yuko katika L belongs to 20. Elda yuko katika makundi This is 15 different groups. huyu 16, huyu 10, And each of these WhatsApp groups na kila kundi la WhatsApp a minimum of 50 persons. lina angalau watu 50. So we say 50 times 13. Are we together? 50 times 12. Unafanya 50 Times 20. mara 20 mara 16 At the comfort of my house in Nigeria. na At the comfort of my house in Nigeria. katika utulivu wa nyumba yake kule Nigeria. I write an article. Amekaa zake ametulia kama A gospel message that can transform people. ujumbe. A gospel message that can transform people. Ujumbe wa injili ambao anaupeleka kwa. And I said it, okay, before we go here, Kabla ya kwenda huko, we call this Tanzania team. We create a WhatsApp group tunatengeneza WhatsApp group ambayo tunaliita that Tanzania. everybody in this platform belongs to. Na tunahakikisha wote mliopo hapa mnaingia katika kundi hilo. We are going to do it practical in the next few minutes. Are you with me? Tutafanya hivyo baadaye ndani ya dakika chache. I, the writer, I drop the message here. Na yeye mwandishi anatuma ule ujumbe hapa. And these individuals, HSLD, pick the message. Na hawa mmoja wanachukua ule ujumbe. At the last part of the message, Na kule chini sehemu ya mwisho ya ule ujumbe, kindly locate the Church of Christ at Mbagala. na pale mwisho kabisa ya ujumbe unasema tafadhali tafuta kanisa la Kristo au piga namba hiyo. Are we together? He leave the message Alafu anachukua ule ujumbe ambao and drop it in 13 WhatsApp group anausukuma katika makundi 13 ya WhatsApp. and pray to God in heaven that let that message touch the heart of people that read it. Na kumwomba Mungu wa mbinguni kwamba ule ujumbe It's all of these members, all of us here. We are about 50 something now. Pick that single message, put our church address, are you with me? And share it. I want to tell you, in less than 3 minutes, tukachukua ule ujumbe tukawashirikisha wengine, anatuhakikishia kwamba ndani ya dakika 3
watu wengi watakuwa wamefikiwa. Do you believe? Naamini hilo. Okay, practical. Sasa kwa vitendo. We are going to create a WhatsApp group right now. Sasa hivi tunakwenda kuanzisha kundi la Right now, WhatsApp. we create a WhatsApp group right now. Sasa hivi tunaanzisha kundi la Are you WhatsApp. with me? It's going to be called Team Tanzania. Itaitwa kundi hilo litaitwa Team It's practical. We are not here. We want to show you how you can carry this message aggressively. Tunataka kuonyesha namna ya kupeleka And it is not your work to convert you. kabisa. You are not the one that converts you. Na It is God's work to sio convert. kazi yako. Your work is to preach the word. Sio kazi yako kuwasaidia watu kuwaokoa. And here, Ni you Mungu ndiye are anayefanya. not the writer. Tena So you are not stressing yourself. haujisumbui kwa You sababu are only picking the message that has been written already. wewe una copy Are you with me? umeandikwa, You edit it and put your address and share it. una copy, una edit, alafu unaweka anwani yako. I want to tell you that if you do that in 3 weeks, Na nawahakikishia kwamba ukifanya hivyo ndani ya wiki 3, the preacher will be hearing, receiving telephone calls. I read one of your articles and I think I do not agree with you, but say, come over, let's talk. Before you know it, the preaching has ameniacha started. kidogo. Kama I read one of your articles and I think I do not agree with you. So can we talk? You say, come over and let us talk. wale ambao ujumbe wako umefikia watakwambia, bwana, nimesoma ujumbe wako, lakini kuna maeneo ambayo mimi na wewe hatusikubaliani na wewe. So let's start. Unaonaje tukakutana tukazungumza? Let's do the practical. Tunaona I have over 120 articles I have done in the past 3 months. anasema If you want me, I can load all of them there in just in ana a few minutes. makala zaidi ya The next is 100 going to be ambazo shared. tayari ameshaandika. Sisi ni kuziweka So, kwa Kiswahili na are we ready? Practical. Yes, we are. Okay, so somebody here create a WhatsApp group Haya, mtu mmoja hapa anaweza and I will give you my number. mtu mmoja anaweza kuanzisha kundi la WhatsApp haraka hapa. Kwa hewani mtu mmoja If you don't know, kama una data someone should be able. anzisha All you need is just to create a WhatsApp group with 2 persons. When you create with only 2 persons, they'll teach you what to do. we Even if you don't, we have a WhatsApp group. no, that one is your own. You have to create another anataka one. Except you hapa. want all of us to come into that WhatsApp group, Yeah. which will not be too healthy because there may be something we may be discussing that. Yeah. Anataka ambao tunatengeneza hapa, hiyo ibaki kama ilivyo. So you just give a link to one person. You forward it to another person. You just click the link and join. Click the link and join. Ukianzisha hiyo group ya WhatsApp, wewe anza kupeleka linki kwa watu, kile If you kiunganishi send kwa the watu. link to me, I will just forward it to my wife and Obina. They will join the video. They will be part of the group. Hicho kiunganishi kituma kwake na hata tuma kwa mke wake na kadhalika. Who is creating? Nani yuko Don't tayari come kuanzisha to hiyo pray. kundi? We are for training. We want to do training. Tuko hapa katika mafunzo, tunataka tufanye kwa vitendo. Ndugu Nova. Nova. He's working on it. He's working on it now. Okay, some leader give us a song while he's working on it. We want to do practical. Mwimbishaji atupatie wimbo wakati ndugu anafanya hiyo kazi.
welcome address by Brother Chad Wagner. He has told us clearly that we are for a training. Ndugu Wagner alisema katika hotuba yake ya ufunguzi kwamba tuko hapa kwa ajili ya mafunzo. The training is going to begin. Sasa mafunzo yanaelekea kuanza. The WhatsApp group has been created. Na kundi hilo sogozi tayari limeanzishwa. And the next level na hatua inayofuata is for us to wait for a few minutes so that everybody that is here will be added to that WhatsApp group. Ni kusubiri dakika chache ili kila mmoja wetu aliyopo hapa. Now let me stop and explain something that is in the Bible that is very, very dangerous. Na nataka nielezee nifafanue kitu kilichoko ndani ya Biblia ambacho ni hatari sana. It is called vain glory. Vain glory. Ambacho kinaitwa utukufu wa bure. Vain glory. Utukufu wa bure. If there is vain glory in you, kama kuna utukufu huo usiokuwa na maana ndani yako, you will be reluctant to share the message that you did not prepare. Utakuwa mzito sana kuwashirikisha watu wengine ujumbe ambao utakuja. Do you understand what I'm saying? Unaelewa ninachomaanisha? But there is a passage of the Bible that says Paul planted, kuna ujumbe katika Apollos watered, kuna and God gave what? The increase. Kuna andiko katika Biblia linasema kwamba Paulo alipanda, Apollo akamwagilia na Mungu akafanya nini? Akakuza. And what Brother Chad Wagner said, na alichokisema ndugu Chad Wagner, the word team na neno timu does not have letter I. Neno timu halina ubinafsi, halina mimi. I don't know what I mean. The word team does not have letter I. Neno hili halina umimi. Kwamba mimi. As of today, na kuanzia leo we have Kenya team, kuna timu ya Kenya, Eswatini, timu ya Eswatini kule Swaziland, we have Sierra Leone, kuna timu ya Sierra Leone, and we have Guinea. kuna timu ya Guinea. What message I write in Nigeria? Ujumbe ule mmoja anaoandika Nigeria, I send to all of this, anatuma katika timu zote hizi, and then pick it up and spread it. na wao wanachukua sasa wanasambaza. Today we are going to add Team Tanzania. Na leo sasa tunaongeza timu Tanzania. Are we together? Tuko pamoja? Yes. And let me tell you, if you do it, na ngoja niwaambie, kama ukifanya, even yourself, hata nafsi yako you will be mwenyewe happy unajisikia that furaha. you are using your phone and your data for God's work. Unafurahi kwamba unatumia simu Instead yako of using it na for data profit. zako kwa ajili ya utukufu wa Mungu badala ya kuzitumia katika uchafu. And if you do so, Na kama ukifanya hivyo, you will notice that you will be letting people know your true identity in Christ Jesus. na utakuwa unafanya watu wajue sasa utambulisho wako katika Yesu Kristo, Because you may be the only light kwa that sababu your colleagues are waiting for. kwa sababu umeleta nuru ambayo wenzako walikuwa wanasubiria. So, I want us to do something today. Kwa hiyo nahitaji wote tufanye kitu leo. I am only using this opportunity to tell you that there is a lot more that you are going to learn in this training. Na niwaambie tu kwamba bado kuna mambo mengi ambayo We left the hotel a little bit in a hurry. Tulitoka hotelini pale kwa haraka sana. So we did not come with a projector. Kwa hiyo hatukuchukua projector. Tomorrow we are going to come with a projector. Kesho tunakuja na projector. And the class is practical. Tomorrow, everything we're going to, we still have lectures today, but everything we're going to learn tomorrow, you'll be seeing it on the board there. I will demonstrate it practically. Kila utakachojifunza kesho kitakuwa kinaonekana ubaoni hapa, tutajifunza kwa vitendo. Because we want is a training. Na ndio maana tunasema haya ni mafunzo. And like Brother Charwanga said, Na ndio kama ndugu Chad, we are not competing with anybody. hapa hatukuja kushindana na mtu yeyote. Rather, we want to deplete the kingdom of Satan. Tunachotaka ukifanya And increase the kingdom of God. kuharibu ufalme wa Shetani na kufanya ufalme wa Mungu uwe kuwa. And I can assure you, we have just started. Na kama nilivyowaonyesha ndio kwanza tumeanza. The devil almost did not want me to come. Na Shetani alikuwa hataki ndugu aondoke aje huko.
Then God defeated the devil. lakini Mungu alimshinda shetani. I got to the airport to fly, Na alielekea uwanja wa ndege kwa ajili ya kupanda ndege. And the brother that applied for visa for him Na ndugu ambaye alimtafutia ndugu hapa visa, was the one who applied for visa for me, na ndio alimtafutia hata yeye visa, and applied for visa for my wife. na ya mke wake pia. My visa came first, Visa yake ikaja, my wife second, ya mke wake ikafuata, his own last. ya ndugu ikaja. But when we got to the airport, Lakini walipokwenda uwanja wa ndege, they told us that wakawaambia kwamba his visa kwamba is visa ya reading ndugu 3rd December. kwamba ni inaisha tarehe 3 mwezi wa My visa is reading 4th December. ya kwake tarehe 4. And so I cannot enter Tanzania a day earlier than the day my visa is reading. Na kwa hiyo hawezi kuingia Tanzania siku moja kabla ya tarehe hiyo. So he was clear. Kwa hiyo yeye alikuwa sawa. I was now told to go and reschedule my flight. Kwa hiyo yeye aliambiwa aende ili atengeneze tena ratiba I ya contacted Brother Wagner. akawasiliana na ndugu Chad Wagner, He contacted the man that booked the flight for me. akawasiliana na yule aliyemwandalia nafasi katika ndege. The man rescheduled the flight for 4th. Huyu bwana alimtafutia ndege ya tarehe 4, They did not confirm the flight. lakini bahati mbaya ametafuta ndege lakini hakuthibitisha. And everybody knows that Nigeria is 7 hours behind America. So when I was at the airport in the morning by 8 o'clock, that was midnight in America. Na Nigeria iko mbele na masaa 7 ya Marekani, na alipokuwa pale airport ilikuwa ni saa 6 usiku Marekani. And I got to the counter Na alipoenda pale mapokezi, and they said, no, your ticket is not available. wakasema I tiketi said, look at it, look at it on the road. They said, no, no, anaonyesha ni hii hapa. the man that booked your ticket has to confirm the ticket. Yule aliyebook tiketi yako anatakiwa kuthibitisha. I called Brother Wagner. Akamwambia ndugu He Chad, told me that when the man is sleeping. akasema sasa hivi yule bwana amelala. I told her, look at my wife. Akageuka akamwangalia mke wake. Sigh. I asked, when is the next flight? Akasema ndege nyingine na ndege inayofuata ni They saa said, ngapi? tomorrow by 4 o'clock. Akasema kesho kama saa 10. And that means you are going to get to Tanzania on the 6th. Kwa hiyo hapo utafika Tanzania tarehe 6. Akasema ndio. I now look, I said, no, I will come to Tanzania. Nikasema hapana, mimi lazima niende I Tanzania. looked at the ticket, Akaangalia tiketi, I saw a phone number. akaona namba ya simu. I called the phone number. Akapiga ile namba ya simu. The phone number said, our working hours are 8 a.m. to 4 p.m. We don't work on this. If there is something urgent, call this number if there is something urgent. I threw a paper. Akajibiwa na kompyuta, akapewa namba nyingine ili aweze. I copied the number. Akachukua ile namba pia. I called the number. Akapiga na hiyo pia. I had to wake him from sleep. And I was talking to Rajat. That was trying to talk with him here. At the end of the day, Akamwamsha, akawaunganisha, wakazungumza. the man woke up from sleep Yule bwana akaamka usingizini because of this training. kwa sababu ya mafunzo haya, And confirmed the ticket. na akathibitisha hiyo tiketi And they sent the ticket to me. na wakamtumia sasa, And I took it and said, look at it here. na akamwonyesha It's got not working. pia. You think that the devil will be happy. The devil knows what we want to do is Mungu ndiye Tanzania. anafanya kazi kwa sababu They will shetani always block. hafurahii kazi hii ifanyike, Because right now, what we are going to do practical today kwa now, sababu tunachokwenda ukifanya hapa kwa vitendo, I'm going to share 3 messages today. tunakwenda kufanya mambo matatu leo, And you will scatter the message. na utaona kwamba ujumbe And utatoka. then, if you have a Facebook page, Na kama una ukurasa wa Facebook, because most of you have WhatsApp, you also have Facebook, right? na wengi wenu mna WhatsApp na You Facebook, will now copy that message, kwa hiyo That same message. that same message, ule You put it on Facebook. alafu na uhamishia Facebook. are you seeing something now? Unaona kitu eh? Are you seeing something now? Na unaona kitu eh? One message, Ujumbe mmoja WhatsApp, WhatsApp, one message, ujumbe ule Facebook, Facebook, one message as you are going to learn email. ujumbe mmoja unaenda kwenye email, Because most of us who have emails, kwa sababu wengi ambao mnatumia hizo simu za kisasa everybody will begin to get serious.
Kwa hiyo kuanzia leo kila mmoja But let us stop here. Yes. Let us stop here. Let me explain something to you. Hebu tuachie hapa awaeleze. So for now, Kwa sasa all of you say visitors form. Yes, you don't leave it there. It's okay. All of you say visitors form. kila mmoja aseme hiyo visitor form. Visitor form. Visitor form. Visitor form. Visitor form. Call it in your language, let me hear. Tuseme kwa Kiswahili fomu ya wageni. Okay. From today, Kuanzia leo every church of Christ in Tanzania kila kanisa la Kristo Tanzania, must print visitor form and keep in the church. kila kanisa hapa Tanzania lazima liwe na The fomu visitor ya form wageni is going to na have wanazo name, kanisani. Mhakikisha mnaziprint mnazo hapa kanisani, WhatsApp number, ambayo ina jina lake, email. WhatsApp number, email, That's all. inatosha. And then the next residential address. Na anaishi So wapi. that when the visitor comes to church Hiyo fomu ya wageni, and you give the visitor akija unampa, and the visitor fill the form, anajaza ile fomu. you are going to add the visitor to the church evangelism WhatsApp. Wewe unachokifanya unacholenga hapa ni ile namba yake ya WhatsApp. So that is where all visitors to the church. Unaongeza kwenye timu ile ya uinjilisti. Are you seeing something? Unaona kitu Are you seeing something? Unaona kitu? Yeah. I'm just imagining the spread of the message of the gospel of Christ. How far have we added so far? Ni wangapi wameongezwa mpaka sasa? Wangapi wameongezwa mpaka sasa? Mimi sijawashi. Only 13. No. We are not running fast. Just send the link to you. Send the link. Okay. How many of you, I think all of you have the WhatsApp group, not to. Drop the link on the WhatsApp group. Let everybody follow the link and join. Yeah, please. Just drop it and join. You are in already. Good. Please click and join. And we want to start this practical. Those of you that are not on the WhatsApp group that they are, just send the link to that old WhatsApp group, then they can join from there. Okay, see what to do now. Let's come to look around. All right. Those of you that are not on that WhatsApp group, can you write your name and phone number here so that we can give it to him to add it? Are we together? Ninyi ambao bado hakujajiunga, andikeni namba zenu za WhatsApp humu ili tumpe mtu afanye haraka kutuunga huko. You are there. You are there. You were added. Yeah. So that you will not be idle. I am going to send my first message now. Are we there? Kama tayari uko ndani, ndugu anataka kutuma ujumbe wa kwanza huko. 86. Watu 86 wamo ndani. Are we ready? Are we ready? Je, tuko tayari? Now you don't need to see me.
I'm going to leave the front now and go and hide somewhere. I will assume I'm in Nigeria. Kwa hiyo yeye anataka kutoka hapa. Are you with me? Wewe unachukulia kama vile yuko zake Nigeria. I will send a lesson to Alafu you. atatuma ujumbe kwako. The only thing Kitu kimoja, you are going to add, kitu ambacho wewe utaongezea pale. you add at the bottom. Utaongezea hapo chini For more information kwa taarifa zaidi or question, ama maswali, kindly visit. Tafadhali tembelea You know what to call it, Church of Christ. kanisa la Kristo Mbagala ama kanisa la Kristo pale ulipo sasa you wewe. put your congregation. Kusanyiko lako hapo ulipo naweka jina la hapo. And then you add phone number. Alafu chini pale unaongezea namba ya simu. That is what you will do at the bottom of the article. Ndicho utakachokifanya wewe chini ya hiyo makala atakayotuma. Do you understand? Tunaelewana? So when that is the one we call editing. Editing. You are not going to edit the content of the writing. Yeye anasema usiedit kile kilichoandikwa, ila wewe ni pale chini tu ndo patatofautiana nini na wewe na mwingine na mwingine na mwingine, ili unaweka anwani yako. Sasa tunaelewana? Okay. That's number one. Then number two. Namba mbili, You are the one that is in charge. Number two is that if your audience are not ni kwamba wale ambao unawasiliana nao are not English audience, sio watu wazungumzaji wa Kiingereza, then you utakachokifanya need to take time, inabidi uchukue na muda sasa translate it wa into kutafsiri ule ujumbe katika lugha Swahili. ya Kiswahili. Have I made myself clear? Nadhani ndugu They Google all these translators on the internet. Some are not perfect. na anasema ukitumia Google They may kutafsiri not carry the message inaweza exactly. isilete ujumbe hasa way it's supposed to be. kama unavyotakiwa. Kwa hiyo ni vizuri utafsiri wewe. So can we do? So again, in the same group, if I share the message there, na kundi hilo kama akiingiza somebody ujumbe can translate the message. inawezekana mmoja akatafsiri ule ujumbe What they do in Guinea, akauweka mle kama wanavyofanya Guinea. Guinea is a French country. Guinea kule wanazungumza Kifaransa. So when I send the message to the WhatsApp group of Yeye Guinea, akituma ujumbe katika WhatsApp ya kule Guinea, none of them share the message first. sio hawaanzi kwanza kushirikisha ule ujumbe. A brother from Sierra Leone that is a missionary in Guinea, Kuna ndugu wa Sierra Leone ambao ni missionary kule who Guinea, knows English, ambaye anajua Kiingereza, translate it into French anatafsiri kwa Kifaransa, and now paste it. alafu sasa anaingiza kule ili wenzake na wao wachukue. Are we together now? And then at that point, it's good to go. Na inapo ujumbe ule unapokuwa umewekwa kwa Kiswahili, So the practical class begins. kwa hiyo sasa darasa la kwanza linaanza. All right? Sawa? So I want to now go to Nigeria Sasa ndugu Mike anaondoka kwenda Nigeria kwa and stay in Nigeria and send you a message. atabaki Nigeria kwa dakika chache, alafu anatuma ujumbe. And then you get the message, Alafu sisi tunachukua ule ujumbe, convert it. unaubadilisha. Whoever convert it first Yeyote ambaye ataweza kubadilisha kwa Kiswahili can now post it on the platform. anauposti sasa kule pale. I may not know whether what he converted and post is correct. Yeye ndugu hata hawezi kuelewa kama ujumbe uliotafsiri huko. But those of you from Tanzania can know. Lakini sisi wa Tanzania tutajua kama. And once you confirm that it's okay, then we can begin to share. Ukishaona kwamba ujumbe uko sahihi, sasa una Are we through? tunakubaliana eh? It's okay. Sawa. Okay. Let me sasa ndugu anajaribu kwenda Nigeria kwa muda. Hello? Hello? Now the job is not over. I have not done the first message. So while somebody is planning to intervene to convert it, let me show you
mstari wa kwanza. Sasa wakati mmoja wetu anajaribu kutafsiri kuingiza katika I need 5 preachers to come up here. 5. anahitaji wahubiri 5 wasogee mbele hapa. 5 preachers, I need you outside here. 5 tafadhali sogeeni hapa mbele. I need 5 preachers to come up. 5 sogeeni hapa mbele tafadhali. Your own congregation WhatsApp group. Natakiwa nitengeneze kusanyiko langu la WhatsApp. Sio kusanyiko la WhatsApp. All the members of your congregation Kwa hiyo washirika wote wa hilo kusanyiko lako la WhatsApp that are on WhatsApp, na kusanyiko lako washirika wa kusanyiko la WhatsApp all of them wote will be in that group. watakuwa katika kundi hilo. So when you pick this message from this group, Unapochukua ujumbe kutoka kundi hili, you drop it in that group unaingiza katika ile kusanyiko lako and ask every member of na that group unawaomba washirika wote wa ile kusanyiko la WhatsApp to share it. washirikisha na wengine. Unaelewana? Can any member be this again? Can any member be this again? You can imagine this brother has 50 members that are on WhatsApp in his congregation. Unaweza anaweza You kuwa na have washirika 20 members that are on WhatsApp. ndugu atakuwa You na have 50. 40 members. Ndugu anakuwa na You have 40. 40 members. Mimi nakuwa na 40. They are consuming rubbish. Na huko kwenye hayo makundi wanazona uchafu. You are to convert all those your members to become evangelism tools in your hand. Wewe unachotakiwa kufanya ni kuwabadilisha wale washirika wako wote wa WhatsApp wawe ni watendakazi kwa kuhubiri Injili. And you are now the chief marketing officer. Na wewe sasa unakuwa ni afisa biashara wa eneo hili. So I will be at the production room. Yeye mtumishi atakuwa katika chumba cha kuzalisha. I will be assignment, studying, writing. Yeye yuko kule anasoma na kuandika. When I drop it at the main Tanzania platform, Yeye anapoingiza katika kundi la Tanzania, this professor huyu mwalimu hapa can now convert it to Kiswahili anachukua na badilisha kwa Kiswahili, and put it again on the platform. alafu anarudisha tena pale. Are you with me? Yeah. And then you will pick it Na ndugu Samson atachukua to your congregation platform. anapeleka katika kusanyiko lake And la WhatsApp all other platforms that you belong na makundi mengine ambayo yeye He will ni pick yake. it Na ndugu na to his congregation platform. na kwenye And to all other platforms he na belongs wengine wote wanachukua. to. Then his members Na wale washiriki wa kule will pick the message watachukua kutoka pale and spread it. wanasambaza. Are you seeing something now? Mnaona kitu? If we do this in 3 days, Tukifanya hivi kwa siku 3 Tanzania will know that we are starting work. Tanzania itajua kwamba tumeanza kufanya It's kazi. not a joke. Because you never can tell where the message will get to. Huwezi kujua ule ujumbe unakwenda wapi. So you can imagine your members Unaweza taking the kufikiria washirika wako message, send to their own WhatsApp na group, wewe wanatumia kwa ndugu zao, and sometimes it will shock you. You will be shocked that one person will send it to you, and you will be smiling. na wakati mwingine unaweza ukashtuka ukashangaa mtu mmoja katika wale uliowatumia na yana kutumia na So can we do practical now? tunaweza kufanya kwa vitendo sasa. So for the next 5 minutes, Kwa dakika 5 zijazo, any congregation that don't have WhatsApp group, kusanyiko ambalo halina WhatsApp you will have it today. lita You will have WhatsApp group today, not tomorrow, today. kama kusanyiko lako halina kundi la WhatsApp leo, kusanyiko lako litapata kundi. So if you are hearing that Nigeria has over 1 million people in the church, Na kama unasikia kwamba Nigeria this kuna is the secret of the kingdom. Wakristo zaidi ya milioni This moja, is the secret of ile the siri ya kingdom. ufalme unapewa hii. So when you see we are growing rapidly in Na Nigeria, ukiona kwamba wao wanakuwa haraka Nigeria, I have just shown you one secret. alishakupa There are so many I'll show you. siri. Kuna siri nyingi atatoa, lakini There are so many I will show you. atatupatia siri nyingi, But let's start this one first. lakini hebu tuanze na hii kwanza. Let me stop here. Let's do practical. Anasimamia hapa kwanza. I have dropped one message already. Kuna ujumbe mmoja tayari umekwisha kuingia huko. And we are going to scatter Dar es Salaam with that message. Now. Kwa hiyo tunahakikisha ujumbe huo unasambaa. Nobody is going to be lazy again in the church. Nobody will be lazy in the Hakuna church. mtu atakuwa mvivu tena kanisani. You will use your data to the glory of God. Utatumia data zako kwa You utukufu. will use your phone to the glory of God. Utatumia simu yako kwa You will become an evangelist by force.
utakuwa mwinjilisti kwa lazima, so that the church will grow. ili kanisa likue. Because the church does not grow. Sababu kama kanisa likue, In 1 Corinthians chapter 9 verse 16, Wakorintho wa kwanza 9, Paul says, woe unto me if I fail to preach the Paulo gospel. anasema ni ole kwake asipoihubiri Injili. And in 1 Corinthians chapter 5 verse 17, Na Wakorintho wa kwanza verse 18 and 19, the Bible says, for you have been reconciled to God. God has reconciled you through his son Christ and has handed into your hand the ministry of reconciliation. To reconcile the world. Sura ya 5 mstari wa 17. So if you have not reconciled the world, it's your hand. Tumepatanishwa na Mungu na Mungu ametupa huduma ya upatanisho. Brother Charwan said there are tools. Na brother Mchadwad alisema This is one of the nyenzo. tools. Na moja wapo ya nyenzo. The second one we're talking about, just not to one. We'll get to the second and third. Ni moja hii ni ya kwanza na bado tutaenda ya pili, ya tatu na kuendelea. Through this method, Na kupitia njia hii you can even preach to the president of this country. unaweza hata kumhubiria rais wa nchi. You have to know like, because if you send a message, Na ukitumia ujumbe he cannot do anything. hawezi kufanya chochote. He is going to either read it or delete it. Atasoma tu na kama hataki, But at least you have done your side. lakini umeshafanya sehemu yako. You understand? All right, let's get to work now. I've done my part. I've sent the message. Yeye tayari amefanya sehemu yake, ametuma ujumbe. So let's get to work. Sasa tuingie kazini. Sawa. Sasa lile kundi la kwanza limeshaundwa. Sasa tengeneza kundi la kusanyiko lako. Kama anasema ndugu, kama hujui kutengeneza kundi sogozi, sogea hapa haraka sana na kutengeneza. Lakini tuna nova, tuna vijana wengi hapa wataalamu wanajua mambo hayo, wengine wako pale. Kama huwezi, fanya haraka. Kumbuka simu zetu zifanye kazi kwa kumtukuza Mungu. Data zetu zitumike katika utukufu wa Mungu. WBS group. Hilo kundi usimwadi mtu ambaye sio Mkristo. Weka kwa lugha yetu, alafu wewe unachukua kutoka pale unaweka kwenye makundi mengine. Tulielewa hivyo? Kwa hiyo usimweke mtu ambaye sio Mkristo huko. Wewe kwenye lile kundi la kusanyiko lako kule, wewe ndio utaangalia utafanyaje. Sawa? Hello? Kama kuna mtu atahitaji namba ya WhatsApp ya ndugu Chad Wagner, iko hapa. Hello? Hello? We are in training Tuko katika mafunzo and everybody should pay attention. na ni vizuri kila mmoja wetu akazingatia. You may be in the training, but you did not pay attention and you go back and make mistakes. Kuna uwezekano ukiwa hapa unafuatilia mafunzo alafu haufuatilii vizuri, ukiondoka unafanya makosa. Here Hapa is the chairman. kuna mwandishi ambaye ni mwenyekiti, He is the writer. yeye ndio mwandishi. Are we together? Tuko pamoja.
Nobody is paying him salary Hakuna mtu anayempa mshahara. to write so that you will not be planning to become a writer. Halipwi kwa ajili ya kazi ya kuandika. Kwa hiyo, And in case you can write, na wewe unaweza kuandika, fine. kama unaona unaweza kuandika sawa, Good. ni vizuri. When the writer finishes writing, Akimaliza kuandika yeye mwandishi, he drops the article here. anaweka ile makala katika timu hii. Are we together? Tuko pamoja? In this platform, Na katika uwanja huu there is going to be editing, translation, tafanya kazi ya kutafsiri na kufanya marekebisho.